za siasa ambako uzinduzi wa shughuli ya CORD kukusanya saini milioni 1 ili kukidhia wito wa mageuzi ya katiba kupitia kura ya maoni umeanza kuibua maswali ya iwapo misingi ya katiba inafuatwa. Wachanganuzi wa siasa wamehisi kuwa Wakenya wanatia sahihi ambazo hawana ufahamu wa shinikizo za mswada wa mabadiliko hayo. Je, Wakenya watie saini bila ufahamu au kwanza kutengezwe swali ili wapate kuelewa saini zao? Siku ya Jumamosi ilianza rasmi zoezi la kukusanya saini milioni 1 zitakazopelekea taifa kufanya mageuzi ya katiba kupitia kura ya maoni. Viongozi wakuu wa CORD walianza shughuli hiyo katika maeneo kadhaa nchini ili kuwasukuma wafuasi wao, lakini wafuasi hao wanafahamu wanachokitilia saini. When I look at the politics behind the referendum, Raila is trying to be politically relevant because I don't see what the referendum will really help. What I'm signing for, I might not know, but I believe that something will be good after the signing of that. I've not yet read the portfolio, but from the way the guys are talking, it's like each and every issue that you're facing right now is going to be addressed. Wachanganuzi wa kisiasa wametoa mtazamo tofauti, wakitaja shinikizo la CORD kuwa tete sana, huku wengine wakisema zinakwenda sambamba na hali ya nchi. The question or the issue for people to discuss is what should come first before collecting the signatures. Because by the time I sign, I should be knowing what I'm signing for or against if I refuse to sign. Ingawa katiba hajatoa mwelekeo wa kufuatwa, lakini kwa waliotia sahihi kufikia mahakamani iwapo hapendezwi na sheria ziwazi. I might not be in agreement with whether we need to have referendum now, but if you are to ask me whether the process is constitutional, I'll say with a affirmative yes. Kwa kipindi kifupi, wito wa mageuzi ya katika kulingana na matatizo ya wazongo wa Kenya umegeuzwa na kuwa wa kibinafsi na kumsaza Mkenya.